China imezindua mpango mpya wa ruzuku ya malezi ya watoto na elimu chekechea bila malipo kama sehemu ya juhudi za serikali za kusaidia familia pamoja na kukabiliana na changamoto za idadi kubwa ya watu. Hatua hii inalenga kupunguza gharama za malezi na elimu huku ikitarajiwa kunufaisha zaidi ya familia 20 kila mwaka. Maelezo zaidi katika makala kuhusu Ifahamu China. Kuanzia mwaka huu, familia zitapokea ruzuku ya dola 503 za Marekani kwa kila mtoto chini ya miaka 3 kila mwaka. Fedha hizi hazitatozwa kodi ya mapato na hazitahesabiwa kama kipato wakati wa kutathmini wanufaika wa misaada ya kijamii. Ingawa kiasi hiki hakiwezi kufidia gharama zote za malezi katika miji mikubwa kama Shenzhen, kinatarajiwa kusaidia sana familia zenye kipato cha chini katika maeneo ya ndani ya nchi. Kuanzia muhula wa vuli, yaani mwaka huu, serikali pia itafuta ada za malezi na elimu kwa watoto wa shule za chekechea za umma katika mwaka wao wa mwisho kabla ya kujiunga na shule ya msingi. Hatua hii inalenga kupunguza gharama za elimu na kuboresha huduma za umma za elimu kote nchini humo. Mfano ni familia ya Daktari Yang Yajuan, mama wa watoto watatu mjini Shenzhen. Watoto wake wawili wakubwa wanalipa zaidi ya yuani 10,000 kila mwaka kwa ada ya chekechea, huku mtoto wa tatu akisubiri nafasi. Wilaya yao itaanza majaribio ya chekechea bila malipo mwezi Septemba, hatua anayoiita ishara kwamba serikali ipo pamoja na wananchi. 3,600 yuan a year, just 300 per month, isn't much in Shenzhen, but it helps in inland areas with lower incomes. Still, relying solely on subsidies is unrealistic. Kulingana na makadirio ya maafisa, mpango wa ruzuku za watoto utafaidi familia zaidi ya milioni 20 kila mwaka. Wataalamu wanasema sera hizi zitapanua upatikanaji wa elimu ya mapema, kupunguza pengo la kijamii na kuimarisha rasilimali watu ili kukabiliana na ongezeko la wazee. Hata hivyo, changamoto bado zipo, ikiwemo uhakika wa ufadhili wa kudumu, msaada kwa shule binafsi za chekechea na usawa wa utekelezaji katika maeneo tofauti. These policies will boost preschool access and equity, strengthening human capital and ease aging pressures long term. But challenges remain, like securing sustainable funding, supporting private kindergartens during transition, ensuring implementation capacity, and preventing equity gaps from regional policy differences.